Halo, habari, karibuni tena Pedo and Rose Stories. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, niko salama. Leo nazungumzia dalili za awali za VVU. Dalili za awali za VVU, yaani wiki ya pili mpaka ya 4. Ndani ya hicho kipindi cha wiki 2 mpaka wiki 4, mtu anapokuwa amepata maambukizi, dalili zile za awali zinazoanza kuonekana wiki ya pili mpaka ya 4 baada ya mtu kupata VVU, mara nyingi mwili unajaribu kupigana na virusi. Watu wengine wanahisi chochote. Hizi dalili zinaweza zikamtokea mtu mwingine au mtu mwingine isimtokee. Na mtu anaweza akajihisi chochote kwa sababu kipindi hicho mwili unapigana, kinga ya mwili inapigana na virusi mwilini. Wengine ufikiri ni mafua ya kawaida. Sasa kuna dalili zinazoweza kutokea. Kuna homa ndogo ndogo, yaani unakuta zile homa ndogo ndogo, homa za hapa na pale. Leo mtu ana homa, leo unajisikia hivi mnyonge, unajisikia ovyo ovyo. Sasa kabla sijaendelea, naomba nieleweke kwamba ninachozungumzia hapa ni dalili kati ya wiki 2 mpaka wiki ya 4. Sasa usije ukamuona mtu anajisikia homa tayari ukaanza kumuhisi ana VVU. Hapana. Njia ya kumjua mtu ni njia ya kupima tu basi. Alafu maumivu ya koo, huku kooni huku mtu anakuwa anasikia maumivu ya koo. Ndio maana mtu anaweza kufikiria kwamba huenda ni mafua ya kawaida tu. Alafu maumivu ya kichwa, mtu anasikia kichwa kinauma. Maumivu ya misuli, mtu anasikia misuli inauma, viungo vinauma, kwa sababu mtu una homa zile za ndogo ndogo na unajisikia ovyo ovyo, unasikia kichwa, koo, misuli, viungo, unakuwa unavisikia viungo vinauma, unaona. Alafu wakati mwingine mtu anatoka upele mwilini. Upele, usimuone mtu ana upele basi ukasema ana VVU, hapana. Alafu kuvimba tezi shingoni au kwapani. Huku kwapani huku mtu anavimba matezi. Haya matezi ya huku haya mtu yanavimba. Alafu uchovu. Mtu anakuwa anasikia uchovu. Uchovu ambao yani sio uchovu wa kawaida. Mtu anajisikia kuchoka, anajisikia ovyo ovyo, unaona. Dalili hizi hupita zenyewe hata bila ya matibabu. Hizi dalili ambazo nimezitaja hapo juu, homa ndogo, maumivu ya koo, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, maumivu ya viungo, dalili hizi zinapita zenyewe bila hata matibabu. Yaani mtu atajisikia homa lakini baadaye ile homa inatoweka. Kisikia kichwa, baadaye kichwa kinatulia. Misuli au viungo vinauma lakini baadaye huwa vinatulia hata bila kwenda hospitali, bila kupata matibabu, vinatulia. Lakini sasa virusi vinakuwa bado vipo mwilini kwa sababu tayari vimeshaingia mwilini na vinaweza kuambukiza wengine. Unaona? Kwa njia ya damu, njia ya manii na maziwa ya mama. Kwa hiyo virusi vinakuwa viko mwilini, wewe huumwi, unajiona tu yani umeumwa kawaida tu, homa, kichwa, koo, na vimepona vyenyewe bila hata kwenda hospitali. Lakini VVU tayari viko mwilini, vinashambulia kinga ya mwili na vinaendelea kuzaliana. Hapa ndipo kupima na kuanza ARV ni muhimu sana. Kisha ona dalili kama hizo, yaani nenda hospitali kapime, kwa sababu kupima ni bure. Hakuna mtu anayekutoza pesa kupima VVU. Kupima ni bure. Alafu kuna siri inahifadhiwa. Hakuna mtu atakayetoa nje siri zako. Siri zinahifadhiwa. Na dawa za ARV ni bure. Kwa hiyo nenda kapime, ujue status yako. Kama umepatikana,
uanze kutumia dawa za ARV mapema ili ndani ya siku 90 VVU viwe havionekani mwilini mwako. Hizi ndo dalili za awali za VVU, wiki ya 2 mpaka wiki ya 4. Homa ndogo, maumivu ya koo, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, maumivu ya viungo, upele mwilini, kuvimba tezi shingoni au kwapani na uchovu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kulike, kucomment na kushare video hii. Asanteni sana.